kinoge kinoge. Pepe, umekuwa mwanangu kidogo muda mrefu sana. Kweli nashukuru hizi nilivyokaa nawe kwa muda mrefu, una hadhi ya kuwa mwanangu kama mwanangu wa kuzaa mwenyewe. Karibu sana kwenye familia na kukaribisha mwanangu, jisikie uko nyumbani. Hata kama unataka ushauri wowote mwanangu, usisite kuniuliza. Mama kweli? Asante mama, nashukuru. Asante mama. Unajua kwa nini mama? Ni wanawake wachache waliomoyo kama wako. Ni wachache. Yaani kati ya wanawake wote ni wanawake wachache ambao wanaweza kachukua mtoto wa mwanamke mwenzake akaja akamlea, akampa nafasi kwenye familia yake. Una moyo wa kipekee yako mama, una moyo wa pekee yako. Asante mama, nashukuru sana. Lakini umeshakuwa mwanafamilia, kuna jambo nataka nikushirikishe mwanangu. Sisi kwenye familia yetu kuna mdogo wangu wa kiume alioa familia moja hivi. Kule kwenye ile familia alikooa wakazalia watoto wawili, lakini ile familia ilikuwa na ukorofi mkubwa sana, tukawa tunagombana sana, mambo yenyewe ya kichawi, walikuwa ni wachawi sana. Kila tukitaka kusawazisha, lakini walikuwa ni wakali ajabu. Kwa hiyo mimi wakati huo nilikuwa sijaokoka. Mimi nikasema pote mbali. Kwa hiyo watoto wamekaa kule peke yao, wamekuwa kama yatima, hawajui upande wa baba. Baada ya kuokoka sasa, roho yangu inaniuma sana, naumia. Kia nikisema niyapotezee, lakini naumia sana. Na kama sitawarudisha wale watoto, basi hata uzee wa kanisa nitakuwa simtendei haki. Mimi kwako sasa ninachokiomba ni ushauri mwanangu. Nifanyeje? Kihivi kuwarudia wale watu haiwezekani. Mama, pole sana. Lakini pia tukienda kwenye mambo ya Biblia, ukifunua kwenye Biblia Luka sura ya 1 mstari wa 37 inasema, kwa maana hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kumbe yote kwa Mungu yanawezekana. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Mungu. Kwenye hiyo Biblia, ule mstari wa sura ya 1 hiyo, Yesu alitoa mfano kwa mwanamke mmoja aliyekuwa mjane na hakimu mmoja. Yule mwanamke alikuwa amezulumiwa mali zake zote baada ya mume kufariki. Kila akienda kwa hakimu, hakimu anamzungusha. Kila akienda kwa hakimu, hakimu anamzungusha. Yule mwanamke akakata tamaa, aliendelea kufuatilia kila wakati na mara kwa mara akienda. Yule hakimu akaangalia, lakini ukiangalia yule hakimu alikuwa hajaokoka na alikuwa mataifa tu wa kawaida, mtu tu baki. Lakini alikaa akafikiria, kwani huyu mwanamke ananisumbua? Akaona yule mwanamke anamsumbua. Kumbe yule mwanamke akakata tamaa kwa sababu alikuwa anafuatilia nini? Haki yake. Baadaye yule hakimu akafikiria, akaona bora mpe nini? Haki yake. Unaona? Hapo Yesu ndipo anasema, ikiwa yule alifanya vile, mimi je, si nafanya kuliko hao? Kumbe Yesu ukiendelea kumsumbua, tukamsumbua, Yesu hawezi kushindwa kufanya chochote. Naona? Ushauri wangu ni kwamba tusikate tamaa. Tumuombe Mungu. Maana Mungu anaangalia vilio vya waja wake. Mungu anaangalia haki ya mtu. Haki yenu haiwezi kupotea. Tutawatafuta, omba, tutamlilia Mungu, tutawashirikisha watu wote. Watoto watapatikana mama. Ila ushauri wangu mwingine ni kwamba uende kwa mchungaji. Mama mchungaji
ushirikishe na vile vikundi vya maombi. Tukiomba, tukashikamana nao, mama, watoto mtawapata. Tutawapata, watapatikana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Mungu. Nielewa mama? Yaani kuwa na amani kabisa. Hakuna jambo gumu kwa Mungu, yote yanawezekana. Mimi na hakika watapatikana. Tutawapata ndugu zetu. Asante sana mwanangu Happy. Sasa naona mwanga baada ya ushauri wako. Kumbe hakuna lisiowezekana kwa Mungu ukiomba. Basi sasa umenipa neno zuri sana. Nainuka na kwenda kwa wachungaji, siende hata nyumbani. Na kwenda kwanza kwa wachungaji, nikaonane nao mpaka kile kikundi cha maombi, wale wana maombi, nikaonane nao nieleze shida yangu. Nione wataniambia. Mimi mwenyewe nitafunga na kuomba. Wale watoto niwapate, roho inaniuma sana. Lakini pia nakupa huu mzigo. Umeshakuwa mwanafamilia mwanangu. Tusaidiane katika maombi. Tuombe ili jambo Mungu atutendee miujiza, wale watoto wetu wapatikane. Nashukuru sana. Kuwa na amani mama. Tutafunga, tutaomba, tutashikana mikono. Mungu ni mwaminifu. Tukiomba kwa kumaanisha, Mungu ni mwaminifu. Tutashikana mikono, atarudi. Tutawaona tu. Asante. Maureen, ina maana umefikia hali hii? Ndiyo. Na huku unatoka wapi na unaelekea wapi? Nimetoka hivi, nimetoka zangu kutembea na hivi ndo niko zangu barabara na zurura tu. Sasa sijui niende hivi, sijui niende huko, hata sielewi. Ina maana hauna sehemu maalum ya kwenda. Unaishi kama chokolao huko mtaani? Dada, siku zote wanasemaga kila siku Mungu alizikeka iko miguuni mwake. Kadi anavyotembea ndio kukomata mifupa. Kwa nini mimi nazurura tu nataka kwenda spaoni, kokote mimi naenda dada. Yaani nyumbani mimi sitaki hata kupasikia. Maana huyo baba, nadhani kama unavyomjua. Nimesikia tu story zake akasema hataki hata kuniona, yani hii hali hata kuisikia hataki. Ananiambia mimi nitoe mimi. Siwezi. Kwa hiyo nyumbani sitorudi. Yaani bora niwe tu chokola mtaani lakini sio kwenda nyumbani. Hapana. Acha mimi bana niende dada. Wewe Maureen wewe. Unachukulia wepesi hili swala wewe. Hivi unawezaje wewe kuishi kama chokolao huko mtaani? Unakokwenda upajue, ulikotoka hujui. Unaishije mdogo wangu? Aliyakuwa wewe una wazazi wewe, unaye mama, una baba mwenye nguvu. Na riziki zipo zinapatikana nyumbani. Unakubalije kuishi huko mtaani kama chokolaa hivi? Huko mtaani kugumu Maureen. Wewe huwezi kuzuia na hali yako hiyo. Rudi nyumbani. Wale ni wazazi wako tu, vyovyote vile itakavyokuwa. Wao watakupokea. Ulishaanza kwenda kliniki? Hapana dada. Maana wewe mwenye huu mzigo wake hana hata ushirikiano na mimi. Hapa ninapokuambia sina hata kifaa, sina chochote. Yaani hata ikitokea leo, Mungu mwenyewe ndo shahidi. Ila mimi naamini Mungu yupo atanisaidia tu. Pole sana. Dada. Kuwa na amani. Sawa? Wala usilie dadangu. Mimi mbona niko safi? Mimi niko safi kabisa. Ondoa na mashaka. Alafu wakuleni ngapo unaninilia mimi na sio wewe.
Mimba nimezoea mwenzio. Acha bwana. Sawa. Umeshakula? Bado. Okay, sawa. Nifuate mimi basi. Wewe, tunaenda? Nifuate. Sawa. Oya, Mwamba. Oya, Mwamba. Achana nao mwanangu wao, acha wakae foleni basi kwanza niletee mzigo wangu kwanza. Nakuandalia brother, dakika 2 tu hapo, subiria, hamna shida. Kwanza wamekuja sasa hivi. Lete kwanza mzigo wangu uone kujua na mimi. Haya poa, hamna shida. Kaka naomba tusikapo mbele. Wewe dada vipi? Kaa hapo Morin, kula. Kunywa na soda vyote kunywa. Hivi kwa nini unanitafuta nini lakini? Kitu gani ambacho unachonitafuta wewe? Mbona unapenda kunifuatilia? Nikufuatilie wewe? Una nini? Nani kufuatilia? Au wewe ndio unatufuatilia sisi? Unajua Kinoge, sikiza nikwambia kitu kimoja. Hichi kitu unachonifanyia mimi sikipendi. Sawa? Iwe mwanzo na mwisho kupenda kunifuatilia. Na sipendi unifuatilie katika mambo yangu. Unajua umezoea sasa eh? Umezoea eh? Nitakukata makofi unajua. Subutu, hebu nikate uone. Kama kweli wewe mkataji, kata kofi nikuone. Wewe si mwanaume. Wewe si mkataji wewe. Nikate, si mimi hapa. Piga. Hivi unatafuta nini lakini? Wewe unatafuta nini lakini mimi eh? Mimi mbona sielewi? Babe, kuna shida gani? Dada mbona ndio pia style zetu? Vipi? Kwa style ipi ulokuwa nayo? Jiangalie msichana, wewe ni mwanamke ujue. Hili ni fuko la kojo. Usipoangalia litakutoboka ili na kukumwagikia. Mpuuzi wewe. Sikiliza nikwambie. Una hata haya mshenzi wewe. Umemwacha mwanamke wako pale, ni mjamzito. Hajawa leo kusaidia siku ya 3. Wewe umekaa hapa, unakula stare zako, unakula bata na yule malaya wako. Hebu sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yule sio mtoto mdogo, sawa? Yule analijua na anajua bwana yake nani alompa ile mimba. Usipende kunietana na maneno yako ya ajabu ajabu. Wewe unajua mabwana zako, sawa? Wewe koma wewe. Wewe humjui bwana yake ni nani? Ujui hata ile mimba ya nani? Si ya kwako, funga duka. Kaka. Ulishazoea sana kuipanda familia yetu. Kwa hawamu hii hutaweza kutupanda, funga duka. Kinoge. Afu huruma itakuponza wewe. Usijifanye na mapenzi sana ya kumpenda huyu bwana huyu. Umenielewa? Kaa chini kula chips. Wewe sikiliza, wewe niache mimi. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Sawa? Usipende unaongea sana na kusikiliza. Sio? Kaa kimya. Nisikilize mimi baby. Sawa? Kuanzia leo tafadhali na kuomba usipende kunifuatilia. Na nitachokufanya dunia nzima itakuja kushaka. Subutu, huna la kunifanya kaka. Ulipo wewe mimi nipo. Haiishi mpaka iishe. Ndio nakwambia hivyo. Ile mimba ni ya kwako, utake usitake ni ya kwako na utalea. Bwana msinisukume nendeni huko. Nini? Bado siniacheki dole. Wewe au unanionaje? Nenda nikampa chako muangalie. Kumalaya tu kuoga. Kwenda huko. Unafikiri na kuogopa? Afu nao usipende kumchekea chekea au na kumuonea huruma. Ana nini huyu? Eti upande wa pili? Au upande gani ambao mimi wewe sijauona kwako? Kipi haswa? Ninakujua kila kona ya mwili wako wewe. Upande gani utakunionyesha mimi? Mshenzi mdafiki mkubwa wewe. Kula mdogo wangu. Kula hapo tuondoke. Samahani kaka. Sawa, usijali dada, ila uko nikuharibia na ofisi. Mwanangu. Mbona kimya sana? Hata kunipigia simu. Yaani mimi najitahidi kukupigia simu lakini wewe hata kunipigia simu. Au ndio kwa sababu ni wokovu?
Sisi tusiokoka hatuna maana kwako. Mwanangu, hata kama hatujaokoka sisi ni bado ndugu zako tu. Hebu nikuulize swali. Mwisho wa kunipigia simu mimi lini? Nakuuliza wewe. Shangazi, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20 nasema kwamba mtu akisema anampenda Mungu na anamchukia ndugu yake, huyo ni Mungu. Utampendaje Mungu usiyemuona, hali ya kuwa ndugu yako, jirani yako naye muona amchukia? Sasa ukisema kwamba eti nawachukia kwa sababu nimeokoka, nyinyi mjaokoka, sio kweli. Mimi sipigi simu kwa sababu ya majukumu. Kazi nilizonazo mimi ni ngumu, mihangaiko hapa na pale. Kwa hiyo ukikuta nimeenda kazini, nikirudi nimechoka. Kwa nikirudi nafika nalala. Kesho yake tena naamkia kazini. Hata ule muda wa kuchukua simu naanza kutafuta, kwanza hata simu yangu pocha yenyewe hamna. Ndio maana nakuta sikupigii simu. Si kama sikumisi na kumisi. Si kama sikupendi na kupenda. Kwa na amani tu shangazi yangu. Hayo tuachane. Lengo langu ni kukuta hapa. Uje ukafahamu sehemu nilikuwa na nikutambulishe Mungu. Leo. Naam. Huyu ni mwanangu, mtoto wa marehemu dada yangu, ni shangazi yangu, mtoto wa marehemu kaka yangu. Vizuri. Vizuri sana. Mama mdogo shangazi. Ukweli na uso. Mdomo na uso unaweza kama ukasema uongo. Lakini moyo hauwezi kusema uongo. Moyo ni kisima cha ukweli. Ndio maana hata mtu akikupenda kutoka moyoni atakwambia ukweli. Lakini akipenda kwa macho dhahiri atakwambia uongo. Ni vizuri sana. Nimeipenda sana. Hem, jiulize. Mtatuficha mpaka lini? Mtatuficha mpaka lini? Amjui kama mnatuumiza. Mama mdogo shangazi, nenda kamwambie mjomba. Kamwambie mjomba Mzilaji. Giza linapambazuka. Ukweli utafichuka. Giza litaingiwa na nuru. Labda huyu Mungu anayemtumikia asiwe anaifanya kazi yake. Imetosha. Asanteni sana. Nyie ni wabinafsi sana. Kwa nini hauna mfupa? Tuwekea mfupa shangazi. Hadija mke wangu. Ben. Kuna misemo mingi wanasema kwamba usimfunge akili wakati miguu inatembea. Nazungumza hivi inamaanisha kwamba yule umemfunga akili, lakini miguu inatembea. Sababu nikikutazama usoni unachozungumza tofauti na kilichopo moyoni. Kwa sababu nikitazama hivi, mimi nisomea masuala ya saikolojia. Uso wako unaongea uongo tu.
kitu unachozungumza tofauti kabisa na kilichopo moyoni. Yule ni mtoto, lakini mtoto mtu mzima yule. Inabidi ufuate maelekezo kama alivyokuambia, ili mradi tu kwamba familia ikae sawa. Lakini najifunza kitu, aliyakuwa kwamba ukiangalia kwenye familia tu peke yenu, yani peke yake tu, na mnaanza yani mnadanganyana tu hivi. Kwenye upande wangu mimi inakuwaje? Mimi kama mimi mmeo, inakuwaje hali ya kuwa tu kwamba kwenye familia yako unadanganya? Lakini ukijua kabisa, sababu nishai kuzungumza geni neno, yalojificha kwenye giza mwanga hung'amua. Umeelewa vizuri eh? Lakini kueleze mke wangu, unasema kwamba ukimwona mwenzio ananyolewa neti ya maji, useme nimeuelewa kabisa. Lakini yote kwa yote, tekeleza maagizo aliyokuambia. Kinoge hasikiki, bien se la ambiliki. Mayana tupa maneno, mzilai hataki marumbano.